Kama kawaida ni Hero DJ kama nazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu ya 35. Kwanza zidi kwenda kwa kasi ya ajabu ambao ni si mchezo, yani mbele yao. Bila kusahau zame ni kibao kwanza ni Bwana Nguruma Bucha ambaye anaonekana pande za Dorcas Mkala bala kabisa. Ina sehemu moja inaitwa Boma Ng'ombe kule. Anabucha zaidi ya matatu ambao anapata huduma safi kama kawaida ya nyama kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kiwa katika kupata mambo ya supu kama kawaida, nyama ya kutafuna nyumbani, ya mkaango kuchoma nini, ya mishukaki kama wewe tu burudani mzuri za kutosha pale bwana. Bila kumsahau mkali mwingine mkali bwana IT wa Heroes Studio. Huyu msichana anasika na masuala makali ya utengenezaji ya channel mbalimbali, ikiwa ni YouTube channel na vitu kama hivyo mzima. Inapatikana pale YouTube kabisa. Inapatikana Instagram kwa jina la Johnny Bupi Mali. Dar es Salaam anapatikana ujamaa mzee. Ni mwana mitambo mkali sana wa Heroes Studio kama kawaida. Pia nilikustiza nayo pia mtazamaji kwamba kutokana na picha hii kuchelewa, tafadhali sana kwa wale ambao mnaisubiria kwa hamu sana, ambao mnasubiri mkiwa pale za WhatsApp au ukiwa mtandaoni kote, tafadhali sana sikiza kitu kimoja. Picha hii kuchelewa sio makosa DJ, bali makosa ya kimitambo moja kwa moja, ya mambo ya masuala ya umeme na nguvu za umeme. Wanahusika watu wa namna hiyo, maana umeme umekuwa kisumbua sana katika mitaa yetu. Kwa tuvumiliane kwa tatizo dogo kama hili ambalo limeweza kujitokeza, tafadhali sana tusitoe nalalamika kwa jambo sio na msingi. Hebu tuvumilie tumalize, maana tunafika karibia tufika hitimisho kabisa mwa Kigongo hiki hapa. Kama episode kama 8 hivi tuhitimisha Kigongo hiki kabisa. Twende sambamba. Hero DJ kama kawa. Samani kwa kuchelewa kwa picha hii. Ni mambo matatizo madogo tu ya kimitambo, yani ya nguvu za umeme, yani TANESCO. Wametuletea shida kidogo katika masuala ya umeme katika sababu ya huduma za mgao zinazoendelea. Haya kama baada ya kueleza hayo, hivyo sio nalalamika sana katika masuala haya ambayo picha hii imechelewa. Tuvumiliane. TANESCO wanafanya migao ya umeme. Tuendelee pande huu. Jamaa kadai hapana baba. Usiende baba. Usimpige mtu huyu. Kama unaweza kuwa mwanangu, nina furaha sana. Manake hawezi kataa mzee. Pambano lazima uchapwe hapa. Alimshika bega akimtaka asijali, maana yote ya yote lazima mpambano upigwe mpaka kifo. Jamaa alilia sana. Mama, binti anaita. Mama tafadhali. Haya twende kazi. Kaweka upanga chini mzee, unapigwa ngumi mzee. Twende sambamba. Wapenzi wa zamani hao mzee walikuwa na mahusiano si mchezo. Sasa hiki kipigo cha watu wazima hichi. Tegea shughuli ya watu wazima mzee. Yale mambo hayo mzee. Jamaa wako anapigana kihisia kimapenzi. Maana bado anampenda huyu binti. Anapa mgusa binti, wanakumbuka walipokuwa wadogo, walipokuwa katika mahusiano yao pale mwanzo kabisa. Wanakumbuka ambavyo walikuwa wanakaa pamoja, wakibadilishana mawazo pamoja, wakipendana pamoja. Lakini leo wamekuwa maadui, lakini bado kila mtu anampenda mwenzake katika masuala ya kihisia. Kama anaambia mapenzi si mchezo. Hana ukiwa na mtu unayempenda zamani sana, mkakorofishana katika hali hii hapa, bado upendo unabaki moyoni mwake. Bado uko mzizi wa upendo unabaki moyoni mwake. Hamtaki mambo hao. Lazima uko mshipo wa upendo uliobaki baina yenu wawili. Wanaposhikana na kubochana wao wakipigana, wao wakifundishana mazoezi kipindi kile. Na staili wanazotumia katika mpambano wao zinawakumbusha mwanzo kabisa katika mahusiano wao ya kimapenzi tangu pale zamani. Usijali kabisa, Hero DJ King of Love Story si mchezo. Wananipata wengi sana kwa masuala ya love story, nimekaa mzima. Si mchezo, kila kitu ambacho upenda kufanya sana. Maana ni mtu ambaye anatambua sana katika masuala ya kimapenzi. Najua vitu vingi sana, navifahamu sana kiuhalisia na kiundani pia. Basi binti naye acheke, wajakuta na tabasamu wote. Style walizokuwa wakifundishana pamoja.
leo zinadhihirika hapa mbele ya mapenzi yao, yanaonekana mbele umati wa watu. Kala shughuli, lakini jengo lilianza kuporomoka. Jengo lilianza kuporomoka pasipokuwa na mchezo. Manake volkano inataka kuweza kulipuka. Nakumbuka wao wapo katika keji ya volkano, katikati ya mlima huu. Tetemeko lilivyotokea jingi, manake sio muda mrefu huko kaendelea kufanya mpambano. Wanapigana lakini katika hisia za kimapenzi. Kila mtu alikuwa ni aibu kwa upande wao. Maana walikuwa na uadui lakini wanapendana. Ghafla kuna bango moja kubwa likali linaanguka, msukuma mkio chap akapigwa yeye mzee. Na ile bigi tofali moja kubwa ilimpiga likamuumiza vibaya. Lakini alimsukuma ili amsaidie mtu huyo asije akaumia. Master anaendeleaje? Master. Mwishowe imeonekana kuwa baada ya kupambana kwao imeonekana mpambano wa kihisia. Kila mtu alijua kwamba wanapendana. Kama kwa nini kumzuia? Kwa nini kuzuia ukanizuia mimi nisiumie? Kaambia umeshasahau kwamba kuna blood chasing need ambazo zipo kwenye kichwa changu ulizoniwekea. Kwa nini kuzitoa? Sababu ni makumbukumbu ambazo nakukumbuka ambazo na mapenzi yetu tulipokuwa pale mwanzoni. Kwa leo acha zibaki tu. Maana hizi nimepigwa na mtu nimpendaye. Na nimezienjoy vile vile. Nimezipenda pia, acha zinitese. Maana nikumbusha upendo wako kwangu. Kama hivyo unajua kuumia sana mimi hapa ndio kitu ambacho nakiona kuwa ni mtu ambaye ni uzuri. Tunganisha na kumbukumbu zangu mimi na wewe tangu katika masuala ya mahusiano yangu. Yanategemea na maumivu yangu pia ya moyoni mwangu. Hatimaye yanaishia katika sehemu moja mimi na wewe. Ameumia sana. Kama mimi nitakusaidia, kaambia hapana. Usizitoe. Nataka maisha kama haya. Maisha ya kuumia. Ndio maisha ninayoyapenda. Kuteseka wanafanya mimi nijisikie kama bado niko hai. Leo Tivusheni kumbe nampendaga, amwambiaga aise. Leo anaambizana ukweli. Nilikuwa naonyesha kama nakuchukia lakini nakupenda. Hizi sindano zinachoma sana. Na zinaumiza sana. Na zipo mpaka ndani ya moyo wangu. Lakini sizioni. Kama mara ya kwanza ninapokuona wewe. Haziniumi ninapokuona wewe. Lakini nachokiona kwenye macho yako. Wajikuta wanacheka wote wakilia. Kumbe wanapendana. Jamani muita baba. Baba akisema fanyeni haraka. Hebu watoe watu hapa haraka sana. Maana hii sehemu itakwenda kulipuka. Hebu watoe watu nje waondoke haraka. Hii sehemu itakwenda kuanguka. Kaambia baba, kaambia hapana, nenda. Nenda nimesema. Jamaa sema siwezi kwenda. Kaambia ondoka haraka sana. Nenda bana. Watoe nje hawa. Jengo linadondoka ili watoe nje hawa. Baba alimsishi Shilanga watoe. Waondoke wote nje. Basi ndipo alivyoondoka. Mama twende. Mama naye akasema hapana, mimi nitabaki hapa. Nitakufa hapa. Kaambia hapana mama, tuondoke wote. Hapana mama yangu. Juna analia maskini. Kama mchukueni huyo binti mwende naye. Mtoeni Juna hapa. Mama twende mama. Mama twende. Mtoeni Juna hapa. Mama twende. Kaambia haraka tuondoke mama. Lakini mama alisema mimi nabaki hapa. Nitakufa na yule nimpendaye. Nitakufa pamoja naye. Binti alilia sana. Lakini mama alidai kwa mimi nitakufa hapa na yule nimpendaye. Basi ilibidi watolewe nje. Master alikuwa nilito master anasema, "Mimi wanafunzi wako nitakufa na wewe." Kaambia naomba nikwambie. Mimi hapa sio master yako tena. Ila Shinshilangi ni master mdogo. Nenda umfuate ukae naye yeye. Anahitaji msaada wako sana. Naomba umfuate atakapoelekea. Wewe mfuate, Shinshilangi ni atakuwa ni kama master yako kwa sasa hivi. Kama mimi siwezi kwenda master na baki na wewe. Master akamsukuma ondoka. Alitoa heshima binti aweze kuondoka. Lakini ilimuuma sana, master yake amemzoea. Leo master yake anabaki hapa. Basi ibidi watoke wote. Watoke maskini. Waondoke. Mama amedai nitakufa na nimpendaye hapa ndani. Tutakufa wote. Tulipendana wote. Tulikaa wote. Leo tutakufa wote. Katika jengo hili. Kwa poromoko lilikuwa limeanza kuwa ni kali zaidi. Basi Little Master ilibidi atoke waweze kuondoka.
na ile eneo la kwenda kulipuka muda si mrefu. Lakini yote tabaki kwa kumbukumbu za kukumbukwa za muda wote ambao wote walikuwa pamoja. Basi Little Master ndo alikuwa mtu wa mwisho kutoka, na poromoko limekuwa kali sana. Kali kweli kweli. Mama akasema tumepigana miaka 20, lakini kilicho ndani yetu kati yetu sisi wawili hakijaweza kuondoka. Na tushakuwa tayari. Kama unataka kitu gani kingine zaidi? Mama akasema ni sawa. Hebu fikiria kuhusu hili. Sikumbuki hata mara ya kwanza tumekaa katika maisha yote tulikuwa tunaishije. Lakini nakumbuka mwaka ule ulikuwa ukiangalia jua likizama katika kona za mwisho, na mali kote tulikuwa tukitazamana. Kama vile radi hivi. Hivi nakumbuka mara ya kwanza uliponiahidi kama mimi nitakwenda sehemu moja hivi, utaje kunipeleka siku moja. Kaambia kama unakumbuka. Kama nilikuahidi nitakupeleka sehemu moja ukaangalia snow. Nakumbuka sana. Kama je unakumbuka? Usema kama utanipenda mimi siku zote katika maisha yote. Je, mwisho wetu unakwenda kuwa hivi? Lakini bado hujabadilika. Kumbe kwa bado ulikuwa unanipenda. Mama anaeleza. Lakini hujawahi kuniambia hivyo. Jamaa akasema kweli sijafanya. Sijakuonesha kama nakupenda, lakini ninakupenda sana na unafahamu. Lakini unafikiria kana nikupeleke ile sehemu ukaone snow kama nilivyokuahidi. Tetemeko lazidi kuongezeka. Kama Fayan. Lakini nimeshindwa kugarantii kila ambacho nilikuahidi wewe kwamba nitakupeleka katika sehemu hiyo. Ile kosa ambayo nimelitenda katika maisha yangu, sikupeleka katika sehemu ile kaangalia snow. Na yeye hawezi kuwa sababu ni makosa yangu mimi. Lakini wacha tulipie kwa lile ambalo tumelifanya. Kama ni kweli, samehe kwamba na mimi nilimtreat Jinfeng na Juna vibaya. Sikuwapa hali ile ambao kuwa kama mke wake. Lakini nimemfanya yeye kumficha katika sehemu hii. Lazima nilipie kwa uhalifu ambao nimeufanya kwa mume wangu aliyepita kukupenda wewe. Kama ni pia nilimkataa mke wangu, lazima nilipie katika hili. Wacha ujana wake uendelee. Na wacha mimi nimpe yule mtoto mmoja. Lakini hajawahi kunywana mimi nikiwa mzaa kama mtoto wake. Leo anatubu dhambi zao. Inaonekana watu walikuwa michepuko hao. Wewe alimwacha mmewe, huyu naye akamwacha mkewe. Kana shughuli. Basi wanakwenda kukatiza sehemu ile kwenda poromoka. Kama naomba nijibu swali moja ambalo linalala moyoni mwangu. Mwanamke ambaye unasema utaishi naye miaka yote mpaka kifo ni mimi au? Kama unaongeleaje kuhusu hili kwa sasa? Kama sio wewe, kama nataka tu nijue. Kama sio wewe, nani mwingine? Kama je, unataka uniulize na wewe swali? Jamaa akasema hapana. Jibu lako nimeshalifahamu. Kama ndio mtu pekee niko moyoni mwako. Basi wanakubaliana. Lakini ndivyo ilivyokuepo. Wanasema maneno ya ukweli wanapokuwa katika nyakati za mwisho. Chaki shughuli. Nayo ndio maana naambiwa alimpasia sindano moja katika sehemu za kichwa ili wafe pamoja leo. Mama akamwambia, "Teki mambo. Sasa naweza kuzisikia hisia zako na maumivu yako pia ambayo unayapata na furaha ambayo uko nayo." Basi walegemia wanakwenda kufa pamoja. We live together, we will die together. Namna hiyo.
Waliishi katika hali ya kutokupendana, lakini leo wanakufa pamoja wakiwa wameshikana kwa ishara ya upendo. Wanakwenda kufa wakiwa pamoja na jengo linakwenda kuporomoka. Mama anapoteza maisha, naye pia sio huu anapoteza maisha kwa upande mwingine. Na sasa jengo liliporomoka na volkano ilikuwa inaweza kutoka. Kana mambo hao, wanawake wanakwenda kufia kule ndani. Ni kitu ambacho wamejiamulia wote wawili, wanakwenda kufa pamoja. Basi kumbuka, kama ni utambo kama ni Hero DJ tukapani za Buma. Tutazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu hii hapa, katika picha hii hapa. Cheki shule. Volkano lilipuka na mlima ulitoa moto. Walikuwa huko nje, kina shinshilan, kila mtu aligeuka akitazama mama yake na baba yake wamefia kule upande wa ndani. Kila mtu alikuwa ni huzuni, walikuwa wakiweza kulia. Kila mtu anapokumbuka sana kuhusu baba yake, yani Xiaohu. Jamaa alisogea, alikuwa na neno la kuweza kusema kutazama sehemu hii. Na binti pia, mama yake pia wamefia kule ndani. Wote waliangalia kwa dakika 5 hivi. Kila mtu alishuka chini. Jamaa akasema, baba, ulikuwa umekosea, kwamba katika dunia hakuna kukosa au kupata, lala kwa amani. Binti akalia tu, mama. Mtoto wa kike hana uwezo kusema maneno bana. Anampenda mama yake, ni kulia tu, ndio hivyo. Na mbona asili ni kama mwanaume anakomaa, ile mwanamke atalia tu. Ila mimi nachukia sana wanaume ambao wanapiga wake zao. Sana walioko kwenye ndoa. Sipendi kuona mwanaume akimpiga mwanamke. Huwa sipendi sana. Mwanamke anapolia, mimi najisikiaga vibaya sana. Yaani sipendi kiujumla. Ndio ugundue kwamba ninachukia. Hiyo ni tabia mbaya sana. Hata mnaonisikiza, ukipata ndoa yako usije ukampiga mkeo hata siku moja. Ni laana kubwa sana. Songa mbele na picha hii. Ile ni mkupa ushauri tu. Usije ukasubutu kumpiga mke wako unajua katika ndoa siku yoyote. Kwa sababu cha kwanza, unamjua mwanamke huyu aligharamia kiasi gani kukupata wewe, na wewe akakukubali kuwa wewe mke wake. Ipo gharama kubwa sana. Basi tusonge mbele. Baada ya muda kupita, leo kuna mwanamke mmoja alikuwa anaondoka. Jamaa alibidi amfuate amuulize, kama si Bing Bing, kama unafikiria kuhusu nini? Kama ulikuwa unaelekea wapi? Asema katika dunia ni sehemu kubwa tu, kwa nitakwenda kuishi popote mimi peke yangu, nikakaa na mambo yangu mimi. Kaambia alikuwa mwanafunzi wake, sasa wao wamekufa, na sina sehemu nyingine ya kuchagua kwenda kuishi. Kaambia kama unafahamu hivyo, kama katika sehemu mimi hapa sina familia yote, mimi naishi mimi kama mimi. Kama kuna kitu ambacho ndani kushukuru. Kaambia kuna kitu gani? Na sio kunisaidia siku zile katika nyumba ya Xiaohu. Uliamua kunisaidia. Kumbe wakati binti alikuwa anaenda kuweka damu, alibadilisha chap. Damu ya Xiaohu akaweka mbele ya afakatoa ile damu ambayo sio ya Xiaohu, akaisogeza mbele. Kwa alipoenda kuweka katika ile mashine ya miungu, aliweka damu ya Xiaohu, si ya huyu jamaa. Na ndio maana jamaa aliandaa beto akiamini kitakachotokea tu basi mimi na haribu. Miungu ilirizia na Xiaohu alikubali mtoto wake, lakini akakuwa kuna ukweli. Najua ni wewe ulinisaidia. Kama kwa sababu wazazi wangu waliuawa na Xiaohu tu pia. Ndio maana yangu basi mimi hapa pia nifanya vile kulipa maisha. So kulipa wewe bali hata pia kwa upande wangu pia. Kabla lakini natakuwa nikushukuru. Kama una sehemu ya kuweza kwenda basi nikupeleke kwangu. Binti alifurahi. Kama kule nataka kunipeleke kwako, si ndio? Kule nataka kunipeleka kwako. Kama bila shaka nitakupeleka kwangu. Takwenda kukaa kule nyumbani kwetu. Basi sehemu nyingine ya kuweza kwenda, basi utaondoka utaweza kunifuata. Na Bing Bing. Mama sema nashukuru sana. Basi alikubali, akaanza kumpeleka nyumbani.
nakana binti huyu alishaanza kumpenda bwana Chengbi taratibu. Turudi upande wa pili. Basi yule Buddha alikuwa akienda kumuaga Xiao leo. Qin Shilang kama anaondoka. Kaambia siku zote anapokaa basi ino kaburi mama yako alipokuwa amelala hapa. Kwa hiyo ndipo atakapokuja basi tunisamee. Kaambia na msaimu mwalimu wangu ambaye yeye anakupenda sana muda mwingi, alijificha kwa ajili yako, amekutafuta kila mahali. Kama Mr. Mlaumu pia, wewe nenda kanila shughuli zako. Kama tayari mambo yameshakaa vizuri, kwa nini usimsamee tu ukaenda kuishi naye? Kama najua wewe ni mtoto unafanana kabisa na mama yako wewe. Mama yako kwa leo sasa atalala kwa amani baada ya kukuona umemtambua. Basi alimuaga mbao kimwona anko wako msalimie. Master wako wewe. Ambaye namsalimia sana. Mimi naondoka. Kama subiri. Mwalimu wangu atakumisi sana. Ghafla kasia, wewe mwanafunzi. Mwalimu wako amekuja kweli. Ase nimekutafuta sana kinoma. Kama sasa nimekimbia hiyo nimemtafuta sana huyu jamaa. Asui yuko wapi? Kabi asui yuko wapi bana, mwanamke yule nampenda. Yuko wapi sasa? Ninaacha siku nataka nikamwombe msamaha jamaa wangu, isi yuko wapi? Kamba umempamba mitego mpaka hapa. Mnatafuta siku nyingi sana. Kambia yule aliruka mpaka hapa. Sikongo amekuja hadi hapa leo. Sasa hamna vizuri. Hebu asio ameelekea wapi? Wewe niambie ameenda wapi? Kama subiri. Kama amevaa shati moja chafu, mkufu wa kijinga. Nani asota kukubali hivi hivi? Kamba asiwe anapenda harufu bwana. Hii harufu ya kisikaji tu hii. Haina ubaya kama hivi. Kaenda kumuona. Ameelekea wapi? Kamba nataka kusema kwamba amfahamu alipoelekea? Lazima atakwenda kunitafuta mimi bana. Ambe mna shida. Amekumisi sana pia, anasema anajutia kama anasema kwamba hivi. Ameambia kitu kimoja ambacho nimekisikia wewe. Kitu gani amekwambia? Namtafuta kila mahali. Kama sikiza. Na habari nzuri kwa upande wako. Mtu kanywa wine nikwambie. Kama ina haja. Hapo toto kanywa wine. Kama msubiri kwanza. Toto kanywa wine bana. Asu nitamuona baadaye. Au unaenda kumwangalia sofa, wine nitakunywa baadaye. Hamna shida. Nitakwenda kumwangalia Asu kwanza alafu tutakunywa wine. Haya pita hivi. Jamaa wako akaenda. Kama mheshimiwa, amwache tu aende. Kwa nini si Shilang? Kama mdanganya mwalimu wako. Sio tu kweli kama mambo simfuate. Kama nafikiria kuhusu hili. Mwache aendelee kumtafuta maana miaka 30 yote. Bwana hajakaa tamaa kumtafuta mtu huyu. Kwa waache tu watafutane mpaka mwisho hivyo. Kwa nataka kumpa tumaini kwamba asijali kila siku awe anamfuata tu atakuja kukubalika, ndoto yake itatimia. Kasema ndio. Basi alionyesha kaburi la mama yake leo. Alikuja kutoa heshima. Maana alikuwa mfahamu mama yake kwa wapi, alimfahamu tu baba. Alitoa heshima kwa mama yake aliyekufa. Akasema mama, nimemleta shemeji yako, wifi yako kuone, ambaye ni Bijun. Basi alitoa heshima, basi anaondoka. Binti naye kama alivyo sababu ni mchumba, basi alibidi atoe heshima. Jamaa alimshika. Binti anampenda huyu jamaa ise. Basi ndivyo hivyo wakafanya ile taratibu zinazotakiwa na siku zilipita. Basi leo alirudi tena. Tumerudi tena hapa. Hii sehemu binti anakuwa anaipenda sana hapa. Tumerudi sehemu ambayo anaipenda hii hapa. Haya hii hapa. Ile inaitwa green na blue chromosome. Lakini cha ajabu, binti sema hii sehemu ni wapi? Mbona sikumbuki vizuri? Hii sehemu ni wapi? Hata kila siku binti alikuwa anahitaja. Cha ajabu anasema hii sehemu ni wapi? Kama vile ifahamu. Kuna jambo gani linaendelea? Shilang. Tulisai kuaga hapa kabla. Kama ni mwezi michache imepita, tulikuwa tu hapa. Tulivyoanguka kwenye bonde tukaja mpaka hapa. Kwani ukumbuki nyumba tulikuwa tunakaa hapo bao? Tulikuwa naipenda. Sasa nimeikumbuka sasa. Umeikumbuka?
Jamaa lisi kwa kitu kiendi sawa kwa ubinti. Kafuata kuna shida gani? 心痛的毛病又犯了。 Kichwa kinakuuma tena? 没有， Akasema hapana. 你每 Na ni damu yako wewe 之后 unavyoitumia kuondoa sumu. Nadhani inafanya kazi. Alimwangalia binti mkononi kwake, ni kwa ile sumu inaonekana kwamba inaweza kupotea. 你手臂上的红线 Kama ule 孤独， ule mstari unazidi kupungua. Basi. Maana yake unakwenda kupona kila siku. Utakuwa nakupa kila siku damu yangu mpaka utakapopona kabisa. 不，我们在这儿多住。 Kabla naomba tukae hapa muda mrefu sana. Nibaki tu hapa hivi. Basi asema ni wazo zuri. Wewe kuandalia hata chai jamani, upate chai. Lakini ajabu ni kwa binti huyu. 我一定会。 Binti sasa, mbona nitavokaa hapa labda nitaikumbuka isemu. Manake binti anapoteza kumbukumbu. Cheki mambo. Mbona ni issue inakwenda kuwa hii? Walikaa sana pale usiku, jamaa alikuwa anampigia binti kile aina fulani ya jani, akilipiga lilikuwa linatoa kama alama ya upendo na wimbo fulani mzuri kwa mfumo wa mluzi. Huku akiangalia mwezi unazidi kuhapa kampani kama kawaida. Lakini upande wa pili yuko mtu mmoja ambaye ameketi naye, huku anazidi kupigiwa mziki na binti Bing Bing. Wakati jamaa wako anakunywa waini akimfikiria binti Bijun. Bijun naye yuko huku, mtu anampa kampani ya kumpigia mziki mzuri kupitia kinubi. Alikuwa ni mwamba anamuita Bijun. Shinshilang. Binti alifurahi sana siku hiyo na alienjoy sana. Asi sehemu ni nzuri sana. Akaambia ina haja, hii sehemu ni nzuri pia, hata mimi najua kwamba kumbuka huko na nani hapa. Na Akaambia kwa hiyo utanipa mi kampani katika maisha yangu yote kukaa pale nitakapokuwa niko bohari, utakuwa pamoja na mimi? 只要你 Akaambia hapana, 陪我一起， kama utakuwa kubaki na mimi kila siku nikikutizama sitakuwa bohari. 我怕你看我会 Naogopa kwamba utabohari, utakuwa kama mzigo kwangu mimi. Unaona vipi? 信心吗？ Kama huwezi kuwa mzigo. 初见你时， Nilipokuona kwa mara ya kwanza, 都是一双眼睛。 macho yangu yalinifanya nikafurahi sana. 对了， Akaambia amna shida, 认识那么久， najua ni kwa muda mrefu sana, 告诉我 hata hukuniambia kitu. 一次见 Hebu niambie, mara ya kwanza uliponiona mimi 就跟 ulijisikiaje moyoni mwako? Muonekano wangu nini kilikuvutia kwangu? 嗯， Hebu niambie. Lakini cha ajabu binti hakumbuki. 11了， Kaamba Shilang. 你先跟我说说， Unaweza kuniambia mara ya kwanza mimi nilipokutana na wewe, hivi tulikuwa katika hali gani? 我 Na sehemu gani hivi? Unaweza kuniambia? Eti binti hakumbuki. 好啊。 Kama kaambia hamna shida. 那天 Kama nilipokuona wewe niligundua moja kwa moja ni katika sherehe ya Lian Chengbi ulikuwa unakwenda kuona naye. Wewe ulitoroka 这刚 kupitia mimi hapa. 有人 Nikupa msaada tukatoka nje. 于 Ambapo tulijificha kwenye kitu kimoja ambacho ni kabati hivi. Tukajificha kule ndani 柜子里还有个人， na baada ya hapo 就是你了。 muda ulipoisha 有我， tukatoroka wote. 当时你 Na 想 kweli ilikuwa sehemu ya kuogopesha. 圆圆的， Lakini sababu tulikuwa wakubwa tulitoka salama. 为什么在这住 Tulisema kwa nini tutazidi kukaa hapa? 起的越多， Nazidi kusahau tu. Mbona unazidi kukaa hapa ndivyo unavyozidi kusahau? Binti alijiuliza sana. Bijun anapoteza kumbukumbu siku hadi siku. Kikucha asubuhi jamaa wako anakamua damu yake ndo dawa kwa binti, kwa hiyo anamnyosha binti. 外面下了一天的雨， Kama nilikuwa hapa tumekutafutia maua mazuri haya. Hebu yachukue. Jamaa akamwambia haya, kunywa hii dawa nimekupa.
tayari damu yangu iko hapo. 哇，炉子上的 Kwa hiyo imekuwa kama dozi hivyo. 等我啊， Binti anakunywa kila siku, ndio dozi ya kumponesha ugonjwa wake. Lakini binti alipoangalia hii damu, aligundua kitu kimoja. Anavyozidi kunywa hii damu, ndivyo anavyozidi kusahau kumbukumbu kumuhusu Shilang. Akaona damu sio ya kunywa. Jinsi anavyozidi kuinywa, ndivyo anavyozidi kumsahau. Basi binti alimwagia kwenye mtungi mmoja. Baada ya kumwagia Shilang asione, akaweka maua. Hatimaye kaondoka, lakini kumbukumbu zinampotea anavyozidi kunywa hii damu. Nakumbuka kunywa damu hiyo ndivyo anavyozidi kupona. Chekea shughuli hapa. Yaani kuna mambo ya ajabu kweli. Twende sambamba. Kamba uko wapi shuni yangu? Shuni langu uko wapi? Huyu hapa nyuma yake. Sikuwa namtishia. Kamba kwa nini ulikuwa hapa? Kamletea uo moja zuri. Binti anapendelea sana. Kamba umeenda wapi? Kamba usiniambie kwamba. Basi wakaanza kucheza. Ni wapenzi wawili waliokubaliana wataishi pamoja katika maisha yao pasipo migongano. 是吧？咱们以前 Jamaa akamleta sehemu hii. Kumbuka jamaa wako hajajua kama binti anapoteza kumbukumbu. Afahamu hilo. Kama unakumbuka hii sehemu, 到 mara ya kwanza nilipokuleta hapa, ulipokubali kukaa na mtu kama mimi ambaye ni mwizi. Na hapo ulianza kuvutiwa na mimi. 哦，比大侠活得逍遥自在。 Bila akasema siwezi kukumbuka 人一 kwa sababu mara ya kwanza 努力， nilijua ni mtu ambaye ni muhimu. 而 Kumbuka binti akumbuke kitu, jamaa wako anamueleza lakini binti hatujui maneno ya kuweza kumchenga ili kujua mtu huyu kama amemtambua, yani anamridhisha tu kwa maneno ambayo si ya kweli, lakini akumbuki chochote. Kabla huyu anisikie. Mara ya kwanza nilipokuja hapo aliniambia kitu gani? 明文书， Kama ni mtoto mmoja kwenye familia moja kubwa, na ni mtu ambaye nilikuwa sijui kuwa na maneno mazuri. Sasa jamaa yako hata kushangaa binti anaongea nini? Mbona maneno anaongea binti 可能我， kama vile ni tofauti hivi? 可是那又怎么样？ Bila kusema, lakini usijali kuhusu hili. 因为 Ni wakati ule nilipokuona, nilipokupenda, 就对 nilipokuona ukitabasamu, nikajisikia kama vile ni mtu ambaye sipatiki kukosa mtu kama wewe. 这种感觉真的。 Lakini ukanifanya mimi nikajisikia niko juu, nikiwa mtu wa juu sana. 其实人活在这个世， Lakini sehemu hii ambayo naishi, 别人的眼光， wakati binti anaongea, 像是 jamaa wako anamsikiza tu. Binti akana furahi, anaongea kwa uhuru. Wewe ateleze mzee. Wewe. Jamaa wako akamdaka mzee. Binti ya udondoki. Huko na mimi hapa. Kumbuka wewe ni mama watoto bana. 小心点儿， Kaambia kuwa makini. Binti akasema sawa. 真的喜欢就好了。 Ambaye itakuwa ni vizuri kama 我还担心 ungependa kuwa kama hivi. 走过去 Maisha ambayo ni mazuri kama haya. 都不太适应， Lakini sijisikii vibaya kama vizuri kama vile nikikaa karibu yako hiyo. 不见了。 Inakuwa ni mwendo mzuri. 我不是喜欢， Unasema sitaki hiyo. 而是 Lakini naipenda pia. Tegambo. 借用你的一句话来说， Kama nilivyoweza kusema, kama tutaishi pamoja, 和谁一起过， tutaishi na wewe muda wote. 我的日子， Itakuwa katika maisha mazuri, ni furaha katika ulimwengu mwingine. Katika ulimwengu huu, 不管你是大侠， mtu kuwa mwizi kama wewe, 大到 sikutarajia kama nitakuja kukaa na mtu ambaye ni mwizi, lakini nishaamua nitakuwa na wewe. Kwa maisha yetu yote, nitakuwa na wewe. Nitakupenda daima. Ai! Wewe. Ye. Basi binti aliposema wajikuta wanapendana, lakini binti ndivyo ambavyo alikuwa akipendana sana. Kwa binti ana ugonjwa wake kidogo sasa hivi umeweza kupungua kwa sababu kadri anavyozidi kumpenda mtu huyu na anampa dawa, kwa hiyo binti anazidi kupona. Kama binti alijisikia vibaya tena kwa ghafla ya ajabu, binti akapoteza tena fahamu pale. Allah! Bijun! Afu ghafla binti akajisikia ni kichwa kinamuuma. Tayari kumbukumbu zinapotea taratibu siku hadi siku. Tegambo. Jamaa alijua binti hajapona, lakini hakujua kama binti anapoteza kumbukumbu. Cheki mambo. Tena samba alijihuri kama kawaida. Hii ni sehemu ya 35 mzee. Twende pambamba. Si mchezo. Binti amelala pale, anajisikia kuwa mgonjwa hivi. Anajisikia kiumwa.
Jamani, kumbuka ndije hilo. Kama kawaida, tutazidi kusonga mbele. Binti alipoamka aligundua mama Shinshilang amelala nje. Anapumzika upande wa nje. Hataki kumsumbua binti huyo. Lakini binti aligundua kitu. Anazidi kupoteza kumbukumbu siku hadi siku. Na kwa ile alama inapotea ya ugonjwa ambao alionao. Maana yake alama inazidi kupotea siku hadi siku. Anazidi kupona ndio, lakini kumbukumbu zinampotea za kuhusu mtu huyu. Alipoamka asubuhi, analiaga dozi kila siku. Niyo damu yake. Sasa akashangaa, mbona maua yamekauka haya? Akaweka ile damu pale chini. Akati anatoa ile maua akagundua ile maua yana damu. Aliangalia, ala. Imekuaje? Ndipo alipoangalia, aligundua kuna damu ile binti alimpa jana. Ile binti ya kunywa. Alimwagia hapo ndani. Akaweka ile maua pale mengine. Aligundua binti hanywi dawa. Damu yake binti hanywi. Alifikiria kwa nini, lakini anaona ngoja binti akaja. Angalia. Binti sijafahamu kwa jamaa amejua. Akaambia ikanause mikono, yanaweza ukanywa dawa kwanza. Binti akasema sawa. Jamaa katoka nje. Ampime binti za kunywa au anywe. Binti mwana ameondoka. Alitoa ile maua kama alivyozoea. Anamwagiaga hapo ndani tu ile damu. Kamwagia hapo ndani. Jamaa kurudi taratibu kamfuma. Anamwagia ndani hapo. Na binti alijua amekamatwa. Aliweka bakuli pembeni. Akamtizama. Kaambia kwa nini hunywi? Kaambia nikinywa damu yako inatibu sumu yangu ndio, na mimi nakuwa mzima. Lakini kinachotokea nasahau kumbukumbu zangu zote kukuhusu wewe. Shilang. Sitaki nikusahau. Sitaki kusahau chochote kinachokuhusu wewe. Maana muda wote niliokuwa na wewe nimejifunza mengi. Ndio maana akamkumbusha siku zile uliponiuliza kuhusu ile eneo. Niligundua kumbukumbu zangu zinapotea. Maana nilipokuja hapa niligundua sikumbuki kitu. Mpaka alipomkumbusha, lakini bado hakukumbuka. Binti anasema nilisingizia tu kama nimekumbuka. Hata siku zile usiku uliponiuliza mara ya kwanza nilipokuona wewe, nilikuonaje? Kikweli sikukumbuka chochote. Binti anasema ndo maana niliguna, sikukumbuka chochote. Ndo maana yake yote hii, kwa sababu yote uliponiuliza maswali hayo iliniwia vigumu kuweza kukujibu, kwa sababu kumbukumbu zangu zinapotea. Nimesahau kuhusu hii sehemu. Nimesahau siku ya kwanza tulipokutana. Na mimi sitaki kusahau, nitakuja kujisahau mimi peke yangu. Bora nijisahau mwenyewe, lakini sikusahau wewe. Ni kitu ambacho nakitaka sana. Hata nikifa, bora nijisahau mimi, lakini sikusahau wewe. Maana kumbukumbu zangu zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho nataka nikukumbushe. Jamaa binti anampenda ise. Binti hataki kumsahau. Kumbukumbu zake zinapotea anapozidi kuweza kunywa damu hii. Lakini akiacha kunywa damu, ugonjwa utamrudi. Hiyo ndio shida nyingine. Kambo usijali. Nitatafuta njia na daktari. Nitatafuta njia ya kuweza kukutibu ugonjwa wa kusahau. Akiacha kunywa damu atapona, hawezi kupona, lakini akinywa damu anapona, lakini anamsahau Shinshilang. Kamba tumani apota signal kwa wote wanaotokea. Kamba kwani Bujun yuko katika hali hii? Kwa sababu sheria zilizopo katika ile jinsi na hiyo dawa ilivyo, ndio matokeo unaweza kuyaleta. Ukitaka binti huyu apone, yuko njia moja. Kama binti Bujun akipona kabisa, kaambia atakusahau wewe kabisa. Ano binti akipona tu, wewe hakujui tena. Atakusahau kabisa, hata kujua.
你确定吗？ Kama una uhakika unachokisema. 从来 Akasema anachokwambia ndio kuonesha mimi. Iko njia moja ya kumsaidia. 没有别的办法吗？ Je, hakuna njia yoyote? Sasa bila shaka hakuna. 就让其 Sasa muache abaki na hiyo sumu imtese ili akupende wewe 会忘了 au umpe binti apone dawa akusahau. 手极 Hayo mambo mawili aliyoko. Umpe dawa apone ndio akusahau wewe au umwache teseke akupende wewe. 爱情可能就是 Na ujue siku moja iko hivi, 要痛， endapo binti huyo atakuja kupata shida kwa sababu ya mapenzi, chagua moja, umponye akusahau au umwache umie akupende. Jamani, alipata changazi mmoja. 好美啊！还 Kamba ni vizuri sana. Nakumbuka katika Mungu nikumbuka hii sehemu. 这是你我 Bila shaka naikumbuka. Sehemu ambazo tulikutana tukiwa watoto sana hapa. 这么多年过去了， Kama ni miaka mingi imepita na hii sehemu haijabadilika. 小丫头， Ulikuwa binti mdogo na ulikuwa mzuri, lakini 那你 kaambia hata wewe ulikuwa hivyo. 从一个小狼人 Ulikuwa kuna mbwa mwitu, lakini sasa hivi ni mwizi. Hatimaye sasa umekuwa mtu mkubwa, alafu hakuna mbwa mwitu tena ambao ulikuwa unaishi nao. 啊， Umekuwa mtu mmoja na nywele nzuri, nywele zako ni ndefu, 不是 lakini hujawa mchafu. 可我记 Maana ulikuwa mchafu kipindi kile. 他第 Kama wewe unakumbuka siku ya kwanza tulipo Yohana. onana hapa, inakuwa tunasahau siku ya kwanza ambao tulikutana sisi. 有没有？ Nikamwambia ni sawa. 了， Bila shaka sio mbaya sana. 那个小狼人那么勇 Lakini katika hii dunia 中， ulikuwa ni mtoto, lakini ulikuwa mdogo sana. 小 Lakini hajalishi ilikuwaje, nilimpenda sana ulipokuwa mdogo, japokuwa alikuwa ni mchafu kwenye sehemu ya mbwa mwitu. 挺喜欢小丫头的，白白嫩嫩，一双眼睛还贼溜溜的圆。 Jamaa akasema siku zote sitaka nikusahau ulipokuwa mdogo, nilipokuwa na pia mimi nilikupenda. 闯荡江湖 Sikujua kama siku moja nitakuja kutoka katika ulimwengu 就是为了 nikaishi katika ulimwengu kama huu 那些 ambao naishi sasa hivi. 11郎， Bila sema Shiilang, 风起， ngoja tufanye hiki kitu tuweze kukisahau. 他的故事好吗？求你， Mambo ya zamani na kuomba tu. Fanya uwezalo na uniahidi kwamba 我会恨你的。 vinginevyo sitakuja kukuchukia wewe. 我答应你， Sema na kuahidi. Binti alimuomba amwahidi kwamba atahakikisha kwamba amsahau na hata mchukia siku zote za maisha yote wanapozidi kuweza kuwa pamoja. Basi ilikuwa ni sehemu ya 35. Bwana, si mchezo. Binti kumbukumbu zinampotea. Taratibu. Taratibu. Bwana, si mchezo. Kama kawaida na Heroes Studio kama kawa. Hero DJ kwenye mitambo kama kawaida. Tutazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu ya 35. Yo. Tuda katika sehemu ya 36. Kama kawaida twende sambamba. Tukutane katika sehemu ya 30 na 6 kama kawa. Bye bye. Hilo DJ kwenye mitambo nazidi kusonga mbele. 却云舒云卷，分别是孽是缘，写成故事中两处婵娟。